Habari za muda huu, ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha ujasiriamali. Majina yangu naitwa Madam Mwamezi Kazungu. Tuko hapa leo tunazungumzia masuala ya ujasiriamali. Kama nilivyokuwa nikifundisha mara kadha kuwa ujasiriamali ni ile hali ya ubunifu. Unabuni kufanya biashara, lakini pia unapata wazo na pia unapata mtaji, lakini pia unaweza kufanya biashara ukaanza hata bila mtaji, lakini pia kuna namna mbalimbali za kupatia fedha kwa ajili ya kuanza biashara au kwa ajili ya kupanua biashara yako. Tulisema unaweza kupata mtaji kwa kutoka kuuza kitu chako, namba moja. Namba mbili, unaweza kupata mtaji kwa kuomba kwa ndugu jamaa marafiki, unapojieleza vizuri malengo yako basi kwa mtaji. Lakini pia kuna njia nyingine inatumika kupata. Kupata ni ile njia ya kupeana. Ndugu mnapeana au marafiki, kama biashara moja au moja, basi unafanya ule utaratibu kwa kupeana. Mfano, wiki hii anapokea fulani, wiki ijayo anapokea fulani, basi inakuwa hivyo, unapata fedha za kuanzia biashara au fedha za kukuzia mtaji wako. Pia kuna njia mbalimbali, mfano SACCOS na vikoba pia. Leo hii niko na akina mama wa nguvu kabisa. Hawa wakina mama na mimi pia tuko kwenye umoja fulani, lakini pia tunafanyaga kipato. Kwa hiyo tunapata fedha kwa ajili ya kusaidia kukuza mitaji yetu. Tumekuja leo hapa ili, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, uweze kujifunza namna moja wapo leo ya kupata mtaji au kupata fedha kwa ajili ya kukuza biashara yako. Unaposema mtaji maana yake nini? Maana yake ni kwamba unapoweka hela kwenye huu mtaji, ina maana unakuwa umejibana, umefanya saving mwenyewe. Unafanya saving, fedha unaweka kwenye mchezo. Mwisho wa siku unapata fedha nyingi ambayo ni lump sum, fedha nyingi kwa mara moja. Kwa hapo ndipo unapoweza kutimiza lengo lako la kuanzisha biashara au ya kukuzia mtaji wako. Jina langu naitwa Mwamezi Kazungu. Ninaweza sasa hivi ninacheza nafasi mbili. Nafasi moja ni ndugu zangu, sababu ni walimu wa ujasiriamali, lakini pia nipo kwenye kikundi kimoja. Nami pia nitatoa ushuhuda wangu namna gani upate ulivyo umesaidia. Tutaanza na dada Salome, atajitambulisha na kutueleza huu upate umemsaidiaje, alafu tutakuja kwa dada Kupenda katikati, alafu na kwa dada Recho pia atuelezee, alafu mwisho kabisa nitaeleza namna gani upate mchezo wa kupenda pesa ulivyonisaidia katika biashara yangu. Karibu tujiunge na discussion hii. Dada Mama Salome, Madam Rita, si ndio? Edita, Madam Edita, naomba utueleze kwa kifupi au jinsi unavyoona wewe namna ambavyo upate huu utaratibu wa kupenda fedha ulivyokusaidia katika maisha yako. Ukweli, kwanza kwa majina yangu naitwa Edita Richard Masu. Namshukuru Mungu kwa kuanza kucheza mchezo wa upati. Mchezo huu unahitaji tu uaminifu. Unapokuwa mnaaminiana mkacheza, ukweli unakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Toka nimeuanza sijawahi kujuta, naona una faida kubwa sana. Kwanza kabisa unakuongezea kipato, na unachopaswa kufanya we mwenyewe ni unapocheza huu upatu, unatakiwa uwe na lengo, uwe na malengo, kwa ni nini nifanye nitakapopata. Ukiwa na lengo, kwa mfano mimi upande wangu, unapocheza mchezo ukapata mchezo, mfano kipindi hiki ni wakati wa mavuno, unaangalia kwa upande wangu, unaangalia ni wakati wa mavuno, sasa hivi wanavuna mpunga, ile pesa unaichukua unawekeza kwenye mpunga.
na bei zinapopanda unauza pale, kuna pesa ambayo inaongezeka. Tayari wewe mama unaongeza kipato chako, pesa yako haikai kama ilivyo, inaongezeka, na tayari unajikwamua, unatoka katika hali ya chini unazidi kuinuka, unapanda juu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na malengo, na tunapaswa wamama tusibweteke tukategemea wanaume au tukabweteka tu hatufanyi kazi yoyote. Tunapaswa kufanya kazi, lakini pia tunapaswa tuwe na akili ya ziada ambayo ametupa Mungu ili kuweza kufanya shughuli mbalimbali, lakini pia kucheza upatu. Mama yoyote ninakusii, unapocheza upatu kwanza unapanga, yani ile pesa ambayo unatumia kwa kiwango kikubwa nyumbani unapunguza matumizi. Ile unayopunguza matumizi unajiwekea kucheza mchezo, unapopata ule mchezo una faida kwako. Cha msingi tu weka malengo katika mchezo unaopata. Usipate mchezo wako ukasema labda nimepata mchezo, baada ya kwenda useme ufanye shughuli fulani kuingizia kipato, ukasema huu mchezo nimepata, acha niingie Kariakoo ninunue mavazi mazuri nivae, au acha niende sehemu fulani hii niende nikakomesha watu fulani. Hapana, sasa hivi tunaangalia namna gani tunaweza kutoka kwenye hali ya chini kwenda kwenye hali ya juu. Kwa hiyo unapaswa uwe na malengo ambayo yanaweza kukusaidia wewe mwenyewe kukidhi mahitaji yako na mahitaji ya familia yako, na wewe mwenyewe ukainuka na ukaheshimika popote pale unapokuwa unapita. Maana wamama wengi tusipofanya hivyo, unakuta kuna sehemu tunadharaulika, unapita unadharaulika, familia yako inadharaulika. Lakini unapokuwa unacheza upatu ukajiwekea malengo, unainuka kiuchumi na hata mume wako anakuheshimu pia. Mimi ya kwangu ni haya. Asante sana dada Edita, hapo nimepata mambo makubwa haya mawili, ndugu mtazamaji. Jambo la kwanza, saving. Amesema ameweza kusave na pia akaweza kupanga budget nzuri, kwa hiyo aliweza kubana matumizi. Lakini dada Edita, kila kitu kina changamoto zake. Hebu tueleze changamoto gani ulizopata, pengine siku ya mchezo umefika, hela haitoshi, na hebu tuambie changamoto gani ulizopata kwenye huu mchezo wa upatu. Kiukweli kila kitu kina changamoto zake, lakini huu upatu wetu tunaocheza tumejiwekea malengo mazuri, alafu ni kikundi ambacho ni watu waliokoka, watu wanaomcha Mungu. Kwa hiyo tunabebana na tunaaminiana. Kwa hiyo kuna wakati ambapo mtu anakwama, unamueleza mwenzako kwa wakati huu nimekwama kidogo, nisubiri ndani ya siku 2-3, wanakupa nafasi ya kuweza kusubiri ule muda ukapata na ukapeleka. Japo kuna changamoto, kuna baadhi ya wengine watalalamika kuwa amechelewesha, amefanya hivi, lakini mchezo wetu uko vizuri, tunaenda vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu cha kwanza kabisa wote wameokoka, wanamjua Mungu. Kwa hiyo ina maana dada Edita unasema kwamba mfano mlipanga kutoa siku ya Jumatatu. Kwa hiyo hata ukitoa siku ya Jumatano au Alhamisi wanakuelewa. Kikundi hicho ni kizuri kwa sababu wameokoka, wanaelewa pale unapotoa. Ukiwa mwaminifu unatoa kila wakati, unatoa mchezo kila wakati. Unapokuja kukwama mara moja ukasema jamani, hapa nimekwama leo sijapata, wanakuelewa. Wanakuelewa, wanakupa muda, unapata, unatoa. Lakini ukiwa ni msumbufu, mara kwa mara unasumbua, mara kwa mara unasumbua, ile inaleta shida. Dada Edita, hebu naomba utambie, nafikiri yule anaye na hela anaitwa Kijumbe. Hebu tuambie, je, Kijumbe alishakufanya changamoto yoyote ile? Hapana, hajawahi kupata changamoto. Asante sana jamani, kama mlivyomsikia dada Edita amesema aliyosema, ametoa ushuhuda wake. Sasa tuje kwa dada Upendo, naye dada Upendo atakuwa na kuzungumza kuhusu huu mchezo wa upatu. Karibu sana Upendo, karibu. Asante. Kwa majina ninaitwa Upendo Daudi. Na mimi kwa sehemu ninataka kuongelea kwa habari ya huu mchezo wa upatu ambao mimi umenisaidia. Sio muda mrefu sana nilikuwa nimeanza, lakini muda niliokuwa nimeanza umeweza kunisaidia. Maana kijana wangu alikuwa amefaulu kwenda chuo, na dirisha la kwanza lilivyokuwa limetoka akawa hajafanikiwa kupata mkopo, na umefika muda anatakiwa aende shule. Nikajikuta nimetafuta pesa mahali nikapeleka ili aende chuo,
lakini ndo nikaja nikakutana na mtu akanishauri kwa habari ya huu mchezo wa upatu. Nikajua kuna mahali nina deni, ikabidi niingie kucheza huu mchezo wa upatu, na kweli nilivyocheza huo mchezo wa upatu, nilivyoipata ile fedha, nikaenda kulipa lile deni ambalo nilikuwa nimetoa pesa ili mwanangu aendelee. Kwa mtoto akawa anaendelea shule vizuri tu na deni nikaa nimelipa. Kwa hiyo nikaona kwamba kumbe kwenye upatu kuna faida pia. Asante sana kwa maelezo mazuri dada Upendo. Mmesikia jamani, dada Upendo amesema mwanae alifaulu, lakini kuna changamoto za kulipa ile ada. Kwa hiyo alikopa ile sehemu, lakini akawa na changamoto. Kwa hiyo kumbe huu upatu sio tu kukuza mtaji au kuanza biashara, lakini pia kwenye dharura. Lakini pia ndugu msikilizaji, kama hauna amani huwezi kufanya biashara. Dada Upendo anafanya biashara, kwa hiyo akili yake haikutulia mpaka alivyopata fedha, alivyo siku deni, ndio akili yake pengine watu wa biashara wa ile fedha, I mean cash flow ilikuwa mzuri, ndio maana sasa akaamua kuweka hela kwenye hilo kulipa deni hilo. Lakini point yangu ni kwamba kama akili yako haikutulia sawasawa, huwezi kufanya biashara. Kwa fedha hii ilimsaidia kuseti deni ambalo alikuwa analipa. Sasa hebu dada Upendo, asante kwa maelezo mazuri. Sasa ndugu msikilizaji, tuje kwa dada Rachel. Naye dada Rachel atakuwa na kusaidia kwa hili swala la kupata source of income, jinsi hii upatu ulivyomsaidia. Dada Rachel, karibu sana. Asante. Na mimi naitwa Rachel Kilaga. Namshukuru Mungu, upatu mimi pia umenisaidia kwenye maeneo mengi sana. Kwanza kuna kipindi babangu alikuwa anaumwa, nilipokea hela ya upatu bila kunisaidia kumpeleka hospitali akatibiwa. Hata pia kupitia huu upatu namshukuru Mungu, nimenunua kiwanja na nimejenga na sasa hivi niko kwangu. Kwa hiyo upatu pia umenisaidia hata na mimi sasa hivi kuitwa mama mwenye nyumba. Kwa kupitia huu upatu pia umenisaidia. Na kama unacheza huu upatu unatakiwa uwe na malengo. Malengo huwezi ukapangiwa malengo, kila mtu ana malengo yake mwenyewe. Ukiamua kucheza upatu katunzane wewe, ukiamua ucheze upatu ufanye mambo mengine ni wewe, ila upatu pia unasaidia. Kikubwa natakiwa pia uwe mwaminifu na pia natakiwa tufanye kazi kwa bidii. Kama mimi hapa ni mfanya biashara, kwa hiyo yani lazima nitafanya biashara. Kwa nini? Kwa bidii, ili nipate hela ya upatu. Na upatu wetu pia ni mzuri, hata kama ukichelewa siku moja siku mbili haina shida, kijumbe anakuelewa, sababu kijumbe naye mwenyewe pia mimi nimemuelewa. Alafu kama alivyosema hapo dada Edita kwamba watu wote tumeokoka, karibu 90% kwenye upatu wetu tumefanya nini, tumeokoka. Kwa hiyo pia tunaelewana, na hata pia biashara zetu pia zinafanana, ni biashara tu zile ndogo ndogo, lakini Mungu anatusaidia tunapata fedha, tunakula na bado tunalipa upatu. Ni kawaida kuweka hela mwenyewe ndani haiwezekani, kwa sababu unaweza ukaweka leo katokea changamoto ukatumia, umeweka hela mara siku imetumia. Lakini kama hela ipo kwenye upatu, maana ni hela ambayo imechangwa, mtu kashapewa, utaipata wapi? Lazima utavumilia. Kuna changamoto zingine zinavumilika, unaweza ukavumilia. Kama changamoto ya dada Upendo kwa kusema ya mtoto shule, maana alikuwa na sehemu ya kwenda kukopa, pia kwa na uhakika kwamba naenda kukopa, nikija kuchukua hela yangu ya upatu nitafanya nini? Tayari. Lakini ngopo kama hela tu imekaa tu ndani, sidhani kama kweli ni jambo rahisi, kwa sababu hela nayo ikikaa ndani na mambo mengi, mara mtoto ameumwa, mara hivi, ni vitu vingi tofauti. Lakini kwa hela ipo sehemu, kikubwa tu watu wawe waaminifu, pia wawe na upendo. Yaani kwenye upatu watu wote tunapendana. Kama mpendani hamwezi kufanikiwa, kwa sababu mwingine akachukua afu akaamua tu kufanya nini, aache asiendelee kutoa. Ila upendo ni kitu kikubwa zaidi kwenye upatu. Kama hamna upendo hamwezi kufanikiwa. Asante sana dada Rachel. Kuna neno moja zuri nimesema, sasa hivi amekuwa mama mwenye nyumba. Je, wewe mama mwenye nyumba anasema kupitia upatu kajenga nyumba. Nasema dada, hongera sana. Kumbe kupitia upatu unaweza kwa nini
Upato unakupa fedha taslimu, upato unakupa lump sum money ambayo unaweza ukafanyia kitu cha maana. Huwezi ukasave hela kidogo kidogo eti uende kununua bati kadhaa. Huwezi ukasave hela kidogo kidogo eti ukamwite fundi nyanyue boma. Huwezi ukasave kidogo kidogo tena. Kwa hiyo kumbe upato unasaidia kwenye hilo jambo. Na pia jambo kubwa amesema malengo. Kwa mfano, kuna watu wanaocheza mchezo halafu zile fedha wanafanya kitu cha kuvaa nguo. Kuna watu wanaocheza mchezo amesema wanakwenda kutunza wenzao kwenye sherehe, kwenye beseni, kwenye nini. Acha hizi. Ulipofanya upato, hakikisha unatumia fedha kwa malengo muhimu ili kesho yako iweze kufunguka. Sasa nije kwangu. Mimi pia ni mwana upato wa dunia hii. Mimi nimepata faida mara mbili. Faida moja, nimeweza kupanga bajeti, kwa sababu ninafahamu kuwa kila Jumatatu lazima nipate fedha kadhaa. Kwa hiyo nitapanga bajeti yangu vizuri ili niweze kusave kwa ajili ya kutoka kwenye upato. Kwa hiyo mimi bajeti yangu sasa hivi, pesa yangu siitumii ovyo ovyo. Naweza kukaa nitumie vocha hivi na hivi. Hiyo siku hizi haipo, ninapanga bajeti. Kwa kwanza inasaidia kwenye bajeti. Lakini la pili, nilikuwa nina huu upato umenisaidia sana kwenye ukarabati wa nyumba ambazo ninafanya biashara ya kupangisha. Kwa hiyo umenisaidia, nikipata ile lump sum ninakarabati zile nyumba zinakuwa safi, basi wapangaji wanapata huduma nzuri kabisa. Kwa mimi upato umenisaidia kwa staili hiyo. Ndugu mtazamaji, leo hii tulikuwa tunajadili kwa swala zima la kupata fedha kwa ajili aidha